Haji Sunday Manara, mdau wa maswala ya soka hapa Tanzania, na pia ni mdau ambaye amefanya mambo makubwa sana kunako soka la Tanzania. Unaambiwa kwa sasa vuta ni kuvute kati ya Wallace Karia na Haji Sunday Manara ndio kitu ambacho watu wamekuwa tena wakihamishia mjadala huko. Haji Sunday Manara anasema hata mkinifungia maisha sitegemei mpira, sitegemei football, nina endorsement nyingi, lakini pia nina Manara TV ambayo inanipa riziki ya halali kabisa, tofauti na hivyo ambavyo mnaingiza nyie vya zulma. Kaenda mbali zaidi kusema siwezi kumuogopa rais wa herufi kubwa na ndogo. Bwana, mambo yanazidi kuwa ya moto sana huko kunako mitandao ya kijamii, hasa kufuatia kwa hili sakasaka la TFF, bodi ya ligi pamoja na Young Africans. Ikumbuke kwamba mpaka sasa uongozi wa klabu ya Young Africans haujatoa taarifa yoyote juu ya sakasaka hili linaloendelea, lakini pia ya rais wa klabu ya Young Africans nchini Harsaid hayupo nchini, yuko zake huko Hispania, ambako amekwenda kushiriki mkutano wa umoja wa vilabu barani Ulaya, ambapo aliweza kupata mwaliko kutoka kwa mwenyekiti wa umoja huo wa vilabu barani Ulaya, ambaye pia ni rais wa klabu ya PSG. Unaona kabisa kwamba ni moja kati ya mkutano mkubwa ambao Engineer Harsaid ameweza kualikwa kwenda kuhudhuria katika kuhakikisha wanaweka sawa masuala ya football. Yanazidi kuwa ya moto sana. Kupitia ukurasa wa Instagram wa Haji Sunday Manara, jana aliweza kuweka video ambayo ikimuonyesha akipokea simu ya kutoka bodi ya ligi. Mtu ambaye alikuwa anaongea naye alikuwa anamuulizia rais wa klabu ya Young Africans. Kumbuka kwamba katika siku mbili zilizopita kupitia ukurasa wa Instagram wa Ally Kamwe aliweza posti ambayo inasema kwamba ukihitaji kumpata rais wa klabu ya Young Africans mtafute Haji Sunday Manara. Bwana, jana ameweza kupokea simu hiyo ambayo ikitoka katika bodi ya ligi, lakini mazungumzo yake aliyoyatoa ni kwa lugha ya Kiarabu. Hakuweza kuelewana kabisa na mtu ambaye alikuwa anaongea naye. Aliyekuwa anaongea naye alimuulizia kuhusiana na kumpata Engineer Harsaid, upatikanaji wa Engineer Harsaid kwa sababu simu zake hazipatikani, lakini yeye aliweza kumjibu kwa Kiarabu kwamba usiniulize masuala ya Engineer Harsaid hapa, usilete masuala ya Yanga. Kama unataka kujua masuala ya Young Africans, muulize msemaji wa klabu Ally Kamwe, au muulize mtu wa media ambaye ni Provadinho. Kwa mujibu wa maelezo yake aliyoyatoa kwa lugha ya Kiarabu, anasema hapa ungeniuliza kuhusiana na kaswida ambayo ameiachia Haji Manara, lakini pia aliweza kuitangaza sana kwa mitandao yake ya kijamii. Moja kati ya vitu ambavyo vinachekesha sana kwa wale ambao mlibahatika kuiona video hiyo ambayo ya Haji Sunday Manara akiongea Kiarabu akiwajibu bodi ya ligi kutokana na simu ambayo walimpigia. Bana, si hivyo tu, Haji Sunday Manara bwana ameweza kunukuliwa akimshutumu na akimtupia maneno ya kejeli rais wa TFF Wallace Karia kutokana na kauli zake ambazo anazitoa kufuatia kwa ile iftari ya TFF ambayo ilikuwa imeandaliwa hapo Tanga, ambapo Wallace Karia, president wa TFF, alikuwepo pamoja katika kuwaaga wachezaji ambao wanakwenda kuitetea bendera ya taifa huko Morocco katika kufuzu kombe la dunia ambalo linategemewa kuchezwa tarehe 26 usiku wa saa 6 wa kuamkia tarehe 27, ambapo timu ya Taifa Stars watatupa karata yao huko Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Morocco ambayo inaongoza mpaka sasa, akifuatiwa na Nigeria. Taifa Stars akiwa anafuatia hapo akiwa na alama zake 6 sambamba na Nigeria wenye alama 6. Unaona kabisa kwamba mambo yanazidi kuwa mengi na mambo yanazidi
chafuka sana huko katika mitandao ya kijamii. Hasa kufuatia na hafla hiyo ambayo iliandaliwa na TFF katika kuaga wachezaji na kuwakabidhi bendera ya Tanzania wachezaji wa Taifa Stars kuelekea huko Morocco, basi rais huyo alinukuliwa akizungumza kwamba anavisifia vyombo vya habari vya mkoani Tanga ambavyo vinamsikiliza kuliko vyombo vingine ambavyo viko bize kupiga kelele na mambo yao. Kwa hiyo waviache hivyo vyombo ambavyo viko bize katika kupiga kelele na mambo yao hayo walionayo. Ikumbukwe sasa ni takriban siku 5 ambapo saka hili la dabi ya Kariakoo kuahirishwa limezua sura mpya mara baada ya Wallace Karia kutoa statement ambayo imekuja kuchimbua upya kabisa na kulifanya liwe jipya jambo hili, pamoja na mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgoto ambaye pia alifanya mahojiano na moja kati ya chombo cha habari cha Mwananchi ambacho kilifanya mahojiano na Steven Mgoto, lakini naye statement yake ndio iliyokuja kuharibu kabisa na kuifanya Young Africans waendelee kuwa na msimamo wao bwana wa kutocheza mechi nyingine dhidi ya Simba Sports Club kwa msimu huu wa 24-25. Mambo yanazidi kuwa mengi, ndugu mwanafamilia wa HNT Media ambaye umetenga muda wako kuitazama, ambao umetenga muda wako kuzifuatilia zilizo happen kunako anga la michezo, hasa wakati huu hapa ambao tunaamua kukuletea taarifa hii ambayo Haji Sande Manara, Wallace Karia bwana wameshikiana kooni. Kilichonifurahisha kwa upande wa Haji Sande Manara alivyozungumzia Mei Soka, hata wakinifungia nina endorsement nyingi, lakini pia nina Manara TV, wala siwezi kumuogopa rais mwenye herufi kubwa na ndogo. Watu wamefika mbali sana, wakawa wanatuma comment zao wakiashiria kwamba rais labda wa klabu ya Young Africans Engineer Said ndio mwenye herufi kubwa na ndogo, lakini yeye moja kwa moja aliweza kumtagi Mgoto pamoja na Wallace Karia, akiamini kwamba wale ndo rais wa herufi kubwa na ndogo. Naambiwa kwamba Haji Sande Manara ni mmoja kati ya mwanafamilia mmoja wa soka ambaye analitangaza soka katika ngazi tofauti na katika level tofauti. Kumbuka kwamba pia alishawahi kuwa msemaji wa vilabu vikubwa katika ligi kuu kwa maana ya Simba na Yanga. Mara baada ya hapo akiwa msemaji wa klabu ya Young Africans, mara baada ya kutoka Simba alifungiwa miaka 2 na faini ya milioni 2 pasina kujihusisha na masuala yoyote ya kimichezo. Lakini mara baada ya kufunguliwa pasina kupewa taarifa yoyote kama amefunguliwa, lakini ni taarifa ambayo ilisikika kutoka kwa vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vinafanya mahojiano na msemaji wa TFF. Bana, mambo yanazidi kuwa mengi sana kupitia kunako ukurasa wa Instagram wa Haji Sande Manara, ambapo tumepiga kambi katika kukuletea kila kinachojiri kufuatia kwa hili seke la kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Unaambiwa mwenyekiti wa bodi ya ligi amewataka Young Africans waketi mezani katika kuzitafuta hekima na busara katika kutatua jambo hili, lakini pia unaambiwa mwenyekiti huyo amesema kama hawataweza kulitatua na kuliamua jambo hili, wataihusisha serikali ili iweze kuingilia kati katika swala hili. Lakini pia Haji Sande Manara aliweza kusema serikali yetu ina uchaguzi mkuu mwezi wa 11, wako bize sana kufanya mambo yao ambayo yatawafanya wako bize sana kuhakikisha wanafanya masuala ya uchaguzi wa wabunge na maraisi. Kwa hiyo serikali yetu haitaweza kuacha mambo yao ya msingi ije iwasaidie nyie kuamua swala la kikanuni. Ikumbuke kwamba katika sheria za FIFA haziruhusu government kuingilia katika masuala ya football. Ndio kitu ambacho kiliwakuta Kenya mpaka sasa hamna ligi kuu kwa sababu wamefungiwa kwa sababu ya hizo serikali iliingilia masuala ya football mpaka kupelekea kufungiwa sambamba na Zambia. Mambo yanazidi kuwa mengi sana wanafamilia wa HNT Media. Endelea kubaki nasi katika updates zijazo, tukuletee ni nini kinaendelea. Engineer Said ni nini alichokizungumza hivi karibuni kutokana na hiki kinachoendelea.